Jifunze mada kuu za Biblia, historia na uchambuzi. Katika safari ya kiroho ya Mkristo, ni muhimu sana kuelewa mada kuu zinazounda msingi wa ujumbe wa Biblia. Biblia haijachanganyikiwa, ni hadithi moja kuu ya Mungu akifichua upendo wake kwa wanadamu kupitia historia, hukumu, neema na wokovu. Mada hizi kuu zinafungua milango ya kuelewa nia ya Mungu kwa kila mmoja wetu. Mungu ni nani? Biblia inaanza kwa maneno, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na dunia, Mwanzo 1:1. Hii inaweka msingi wa kila kitu. Mungu anajifunua kama muumba, mwenye enzi kuu, mtakatifu na mwenye huruma. Katika Agano la Kale, yeye ni Mungu wa Israel anayeongoza watu wake kwa ahadi na sheria. Kupitia Yesu katika Agano Jipya, tunamjua Mungu kama Baba wa upendo, mwenye rehema, ambaye anatamani uhusiano wa karibu na kila mmoja wetu. Kumjua Mungu ni hatua ya kwanza kuelekea imani ya kweli. 2. Dhambi ni nini? Dhambi ni uasi dhidi ya mapenzi ya Mungu. Mwanadamu alipoasi katika bustani ya Edeni, Mwanzo 3, dhambi iliingia ulimwenguni, ikaleta maangamizi, maumivu na kifo. Biblia inasema, wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Warumi 3:23. Dhambi hututenga na Mungu, lakini pia ni chanzo cha kila uovu katika jamii. Ili kuelewa neema na wokovu, ni lazima kwanza tuelewe uzito na athari za dhambi. 3. Yesu Kristo ni nani na kwa nini alikufa? Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliyechukua mwili wa kibinadamu. Yeye ndiye Masihi aliyetabiriwa. Alikuja duniani kuonyesha upendo wa Mungu, kufundisha kweli, kuponya na hatimaye kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu hivi hata akamtoa mwanawe wa pekee. Yohana 3:16. Ufufuo wake unathibitisha ushindi dhidi ya dhambi na kifo. 4. Wokovu unapatikanaje? Wokovu ni zawadi ya neema ya Mungu inayopatikana kwa imani katika Yesu Kristo. Kwa neema mumeokolewa kwa njia ya imani, wala si kwa matendo yenu wenyewe. Waefeso 2:9-10. Wokovu si matokeo ya juhudi binafsi, bali ni mwitikio wa imani, toba ya kweli na kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi. Mtu aliyeokolewa hubadilishwa na Roho Mtakatifu na huanza maisha mapya katika Kristo. 6. Maisha ya Kikristo yanapaswa kuwa vipi? Maisha ya Kimkristo ni maisha ya ufuasi wa kweli, kuishi kama Yesu alivyofundisha na kuonyesha. Hii ni pamoja na kuishi kwa upendo, unyenyekevu, uadilifu na kuendelea kukua kiroho. Tunaitwa kuwa nuru na chumvi ya dunia, Mathayo 5:13-16, na kuzaa matunda ya Roho kama vile upendo, furaha, amani, uvumilivu na fadhila, Wagalatia 5:22. 7. Maombi na ushirika na Mungu. Maombi ni njia kuu ya mawasiliano kati ya mwanadamu na Mungu. Biblia inatufundisha kuomba kila wakati bila kukoma, Wathesalonike 1:17. Maombi hayaimarisha ushirika wetu na Mungu, hutupatia hekima, faraja na nguvu ya kushinda majaribu. Pia, ushirika na Mungu hujengwa kupitia neno lake, ibada na kushirikiana na waamini wenzetu. 7. Upendo, msamaha na imani. Misingi ya maisha ya Kikristo ni upendo kwa Mungu na kwa jirani. Yesu alisema, amri kuu kuliko zote ni kumpenda Bwana Mungu wako na kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Mathayo 22:37-39. Msamaha ni moyo wa Injili. Mungu anatufutia dhambi na nasi tualikwa kuwasamehe wengine. Mathayo 6:14. Imani ndiyo daraja kati ya mwanadamu na Mungu. Inatufanya tuwe wana wa Mungu na kutembea kwa ujasiri katika ahadi zake. Hitimai, kujifunza mada kuu za Biblia ni safari ya kuelewa moyo wa Mungu na mpango wake kwa ajili ya wanadamu. Ni mchakato unaohitaji moyo wa kujifunza, maombi na kutafakari. Kadiri mtu anavyopiga hatua, ndivyo anavyofunguliwa macho kuona jinsi Biblia si tu kitabu cha kale, bali ni ujumbe hai wa Mungu kwa kila kizazi. Natumaini tunaendelea kujifunza mengi pamoja. Tafadhali usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Hii ni I Am Catholic Tanzania. Mungu akubariki.